Naam, viongozi wa CCM sasa wageuza msimamo na kutaka Tundu Lissu achiwe huru mara moja. Kiongozi mkuu wa CCM chini ya Samia Suluhu sasa atuma ombi kwa Jamhuri kufutilia mbali kesi ya uhaini ya Tundu Lissu. Samia Suluhu abaki kushangaa leo Tundu Lissu apata uungwaji mkono serikalini kutoka kwa kambi yake ya CCM. Lakini je, ujumbe gani huu umetumwa kwa Jamhuri na kwa nini viongozi wa CCM sasa wanataka Lissu achiwe huru? Jiunge nami hadi tamati nikupe taarifa nzima, lakini kabla tusonge mbele, nimegundua wengi wenu mnasikiliza taarifa kabla ya kulike video na kusubscribe. Basi leo nataka uchukue sekunde yako moja, bonyeza neno lililoandikwa subscribe chini ya video hii na ubonyeze alama kengele kabla tuendelee. Mjadala mkubwa wa kisiasa sasa umeibuka baada ya kiongozi wa ngazi ya juu wa CCM chini ya Samia Suluhu kutaka mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kuachiliwa uhuru mara moja na kesi ya uhaini kufutiliwa mbali, kauli ambayo imewashangaza watazamaji wengi na kuibua mijadala mipya kote Tanzania. Kwa miezi kadhaa, kesi inayomhusu Tundu Lissu imebaki kuwa moja ya masuala ya kisiasa yanayozungumzwa sana nchini, lakini sasa kinachovutia na kushtua wengi zaidi ni kwamba sauti kutoka ndani ya CCM, serikali ile ile iliyomshtaki Tundu Lissu, zimeanza kulizungumza jambo hilo waziwazi na kuegemea upande wa kumtetea Tundu Lissu. Na maoni ya hivi punde yametoka kwa mjumbe wa CCM Taifa anayefahamika kama Buluba Mabelele. Buluba, maneno yake yameenea kwa haraka kwenye mitandao ya kijamii na duru za kisiasa, huku Watanzania wengi wakihoji iwapo mitazamo kuhusu kesi ya Tundu Lissu imeanza kubadilika ndani ya CCM. Buluba Mabelele leo ameigeuka CCM na kutaka Tundu Lissu aachiliwe huru mara moja. Akizungumza wakati wa mahojiano ambayo yamekuwa yakivutia watu wengi mitandaoni, Buluba Mabelele wa CCM ameweka wazi kuwa anaamini Tundu Lissu anapaswa kuachiliwa huru mara moja na kuruhusiwa kurejea katika maisha yake ya kawaida. Kauli hiyo mara moja imevuta hisia za wafuasi wa serikali na wafuasi wa upinzani, kwani ni nadra kumsikia mwana CCM mkubwa akitoa msimamo huo hadharani kuhusiana na kesi inayomkabili Tundu Lissu. Kwa mujibu wa Buluba wa CCM, pamoja na kuwa anaheshimu uhuru wa mahakama kikamilifu na anaamini mahakama inapaswa kuendelea kutekeleza majukumu yake bila kuingiliwa, pia anadai ya kwamba anaamini mabishano ya muda mrefu yanayomkabili Tundu Lissu Chadema yanaibua dhana hasi kuhusu Tanzania kimataifa na inachafulia jina Tanzania. Hicho ndicho kilikuwa kiini cha hoja yake na sababu ya kutaka Tundu Lissu achiliwe huru na matatizo haya yote yafungwe. Sio kushambulia mahakama, sio changamoto kwa taratibu za kisheria, lakini wasiwasi wake ni kuhusu jinsi hali hiyo inavyotazamwa nje ya mipaka ya Tanzania. Buluba alieleza kuwa angependa kuona Tundu Lissu anaachiwa huru mara moja na kuruhusiwa kurejea kwenye jamii. Alidai kuwa malumbano yanayoendelea yanaharibu sura ya nchi na kuleta tahadhari zisizo za lazima kutoka kwa waangalizi wa kimataifa. Matamshi hayo yamezua hisia kali mitandaoni. Wafuasi wa Tundu Lissu wamepokea kwa furaha kauli hiyo, wakisema inaakisi wasiwasi ambao Watanzania wengi wamekuwa wakitoa kwa miezi kadhaa. Baadhi ya wafuasi wa upinzani wamedai kuwa maoni hayo yanaonyesha kuwa hata watu binafsi ndani ya CCM wanazidi kuhangaishwa na matokeo ya kisiasa ya kesi hiyo. Wengine wameelezea maoni ya Buluba kwa ya ujasiri, wakisema kuwa viongozi wa kisiasa wanapaswa kuwa uhuru kutoa maoni yao hata kama maoni hayo yanatofautiana na simulizi kubwa za kisiasa na za chama wanachotumikia. Hata hivyo, si kila mtu anakubali au kuungana mkono naye. Baadhi ya waangalizi wa masuala ya kisiasa wamesisitiza kuwa mchakato wa kisheria unapaswa kuruhusiwa kuendelea bila shinikizo la kisiasa kutoka kwa kila upande. Kwa mtazamo huo, mahakama zinapaswa kubaki huru na zifanye maamuzi kwa kuzingatia ushahidi na taratibu za kisheria pekee. Wale wanaounga mkono msimamo huu wanasema kuwa matamshi ya kisiasa bila kujali yanatoka wapi hayafai kuathiri michakato ya mahakama. Hata hivyo, ukweli kwamba maoni hayo yametoka kwa kiongozi wa CCM ndiyo imegeuka mjadala mkubwa leo, kwa sababu kwa watu wengi umuhimu wa tamko hilo haupo tu katika kile kilichosemwa kuhusu Tundu Lissu, bali pia kwa nani aliweza kusema. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema maneno hayo yanadhihirisha wazi kuendelea kwa umuhimu wa kesi ya Tundu Lissu katika mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Mtazamaji, karibu. Kila mjadala mkuu wa kisiasa hatimaye hurudi kwenye somo lile lile: mustakabali wa Tundu Lissu, mustakabali wa siasa za upinzani Tanzania na mwelekeo wa baadaye wa demokrasia ya Tanzania. Kwa hivyo kila taarifa mpya kuhusu kesi hiyo huvutia tahadhari ya kitaifa mara moja. Maoni ya Buluba leo sio ubaguzi. Kwa hakika baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa matamshi
hayo kutoka kwa mtu wa CCM yanaweza kuhimiza mazungumzo mapana zaidi kuhusu maridhiano ya kisiasa, umoja wa kitaifa na umuhimu wa kupunguza mivutano ya kisiasa. Wengine wanaonya dhidi ya kusoma sana katika kauli moja, wakisema kwamba maoni ya mtu mmoja si lazima yawe yanawakilisha msimamo rasmi wa CCM. Bado wakati wa maoni umevutia umakini. Kesi inayomkabili Tundu Lissu inaendelea kuzua mjadala ndani na nje ya Tanzania. Mashirika ya kimataifa, waangalizi wa kisiasa na mashirika ya kiraia wote wameendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo hayo. Ukweli huo umeongeza umuhimu wa kauli zinazotolewa na watu mashuhuri wa kisiasa. Wakati huo huo, wafuasi wa Tundu Lissu wanaendelea kutoa wito wa kuachiliwa huru na kusisitiza kuwa kesi yake imekuwa ishara ya mijadala mipana zaidi kuhusu demokrasia, uhuru wa kisiasa na haki. Wafuasi wa serikali kwa upande mwingine wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuheshimu taasisi za kisheria na kuruhusu mahakama kukamilisha kazi yao. Mitazamo hii shindani inaendelea kuunda mjadala wa umma na hakuna upande unaoonekana kuwa tayari kurudi nyuma kutoka kwa msimamo wake. Mijadala ya kisiasa inapozidi, umakini unabaki kulenga kile kinachofuata. Je, viongozi wengi zaidi watazungumza hadharani? Je, sauti za nyongeza kutoka CCM zitaeleza wasiwasi unaofanana na huo, au mchakato wa kisheria utaendelea bila mabadiliko makubwa ya kisiasa? Maswali hayo bado hayajajibiwa, lakini jambo moja linazidi kuwa wazi. Kesi inayomkabili Tundu Lissu inaendelea kutawala mazungumzo ya kisiasa nchini Tanzania, na matamshi kama yale ya Buluba Mabelele yanahakikisha kwamba mjadala unabakia kuwa kivutio cha kitaifa. Kwa sasa wananchi, vyama vya siasa na waangalizi wote wanafuatilia kwa karibu matukio yajayo. Kila uamuzi wa mahakama, kila hotuba ya kisiasa na kila taarifa ya umma inaendelea kuchagiza mazungumzo yanayozunguka mojawapo ya kesi za kisiasa zinazofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini hivi leo. Iwapo matamshi ya Buluba yataweza kuamsha CCM na kuunga mkono kufutilia mbali kesi ya Tundu Lissu bado haijajulikana, na iwapo matamshi ya Buluba yataathiri mijadala mipana ya kisiasa bado haijaonekana. Hata hivyo, tayari wamefanikiwa kutawala mijadala ya kitaifa na kuibua hisia mpya kwa mustakabali wa Tundu Lissu na mazingira mapana ya kisiasa nchini Tanzania. Mtazamaji, hivyo hizi ndio taarifa ambazo zimeshangaza wengi leo, huku mjumbe wa CCM kama Buluba kuweza kuunga mkono Tundu Lissu kuachiliwa huru na kusema ya kwamba yeye mwenyewe anasubiri na ni ndoto yake kuona Tundu Lissu anaachiliwa huru, kwa sababu kesi hii yake anadai ya kwamba imechafulia Tanzania jina sana. Lakini Samia Suluhu kwa upande wake bado hajazungumza au kujibu ombi hili la Buluba kutoka CCM alilolitoa siku ya leo ya kutaka Tundu Lissu aachiliwe huru. Iwapo ombi hili litaungwa mkono na mahakama au jamhuri, huenda kesi hiyo ikafutiliwa mbali na watu ambao waliipeleka mahakamani na huenda Tundu Lissu akawa huru, lakini hilo bado halijulikani. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Nijuze maoni au mtazamo wako upande wa comment chini ya video hii. Je, unaunga mkono kuachiliwa kwa Tundu Lissu? Na kuachia uwanja huu wa maoni, vile bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.